Ya kwamba tumepokea habari ya kuwa mtumishi wa Mungu Raila Amolo Odinga ambaye ni mwanasiasa mkubwa katika taifa la Kenya ambaye ameweza kuaga dunia. Tunapiga pole na rambirambi zetu kwa taifa la Kenya, tukisema poleni sana na tunaomba Mungu awatie moyo. Tunajua kwamba Raila amekuwa sauti kubwa sana katika siasa na amekuwa pia mtu ambaye amesaidia taifa kuwa na umoja na kupatanisha watu wake wa taifa, na watu wengi walikuwa wanampenda, na hata najua kwamba wengi wanampenda wanasiasa, hata na Wakristo na watu wote. Raila alikuwa ni mtu aliyependa watu, aliyekuwa anajali nchi yake, aliyekuwa anajaribu sana kupigania amani. So taifa la Kenya na la Uganda na hata Afrika Mashariki na Afrika yote kwa ujumla wamepoteza mtu wa dhamana, mtu wa muhimu. Naomba Mungu aweze kuwapa amani na kuwatuliza mioyo za watu. Raila ya kwamba alikuwa mtu wa kupatanisha watu, hata ikiwa watu wamekuwa na kugawanyika, alikuwa ni mtu wa kukaa chini na kusikiza, na hiyo ni funzo kubwa hata kwa sisi kama wanadini. Inatupasa tukiwa na jambo lolote, kama kuna taharuki zozote ambazo zimezuka katikati yetu kama watu wa Mungu, inatupasa tukae chini na tuweze kutafuta suluhisho ili tuweze kuwa na umoja na amani, maana pasipo na amani hakuna maendeleo. Na hilo ndio jambo nililojifunza kwa Raila, kwamba alikuwa ni mtu wa kutaka watu wakuwe na amani, taifa liungane na maendeleo yaendelee. Alikuwa sauti kubwa sana katika Afrika Mashariki na katika Afrika yote. Kweli kama kanisa tuige mfano Raila ili tuweze kuunganisha watu wetu, wasiwe watu wa kugawanyika na kuumizana. Kama mimi Reverend Gesa, tumepoteza mtu wa muhimu sana katika ulimwengu. Zaidi sana watu wa Kenya. Huyu amekuwa mtu wa muhimu sana kulingana na kazi ya babaka aliyofanya hapa. Akapindua, akaleta mapinduzi na tukaona maendeleo kama inaendelea katika Kenya. Tumepoteza sana. Kama kanisa la Kristo hapa Uganda, tunaleta maombolezi yetu na tunasema pole sana wa ndugu zetu. Sisi watu wa Uganda tuko pamoja na nyinyi, na tunasema Mungu amupe fasi ya kupumzika nzuri. Kama mimi Reverend Gesa, tumepoteza mtu wa muhimu sana katika ulimwengu. Zaidi sana watu wa Kenya. Huyu amekuwa mtu wa muhimu sana kulingana na kazi ya babaka aliyofanya hapa. Akapindua, akaleta mapinduzi na tukaona maendeleo kama inaendelea katika Kenya. Tumepoteza sana. Kama kanisa la Kristo hapa Uganda, tunaleta maombolezi yetu na tunasema pole sana wa ndugu zetu. Sisi watu wa Uganda tuko pamoja na nyinyi, na tunasema Mungu amupe fasi ya kupumzika nzuri. Kwetu sisi itatuchukua muda kupata mtu kama Raila Amolo Odinga kwenye nchi ya Kenya, but kile ningeongea ni kwamba wanasiasa wangeiga mfano wa marehemu mwenda zake Raila Amolo Odinga, ya kwamba kama kuna kitu mbaya inatendeka kwenye nchi,
si mtu wa kusema tu ndio, hapana. Ni mtu wa kuwa na msimamo thabiti kwa kile kitu ambacho kinafaa kiendelee. Jambo la pili pia na mwenda zake ni kwamba amekuwa ni mtu wa kutaka kutetea mwananchi wa kawaida, na ningesihi wananchi, wanasiasa ambao tuko nao kwa sasa waige mfano kama wa Raila Amolo Odinga wa kuweza kusimama na wananchi wa kawaida. Asante. Ah.